wamejenga barabara karibu kilomita 1.5, na nimekuja hapa kuifungua rasmi leo ili watu wa Bomet na watu wa Silibwet waweze kutumia barabara nzuri, biashara yao iweze kwenda mbele. Tumekubaliana. Vile vile, wakati nilikuwa hapa niliwaeleza hii barabara ya kutoka Silibwet hapa ambaye itaenda mpaka Merigi, iende mpaka kule Longisa, alafu iende mpaka Kipreres. Niliwaambia tutajenga, tutaweka lami. Leo contractor tayari amefanya kilomita kadhaa. Mimi ile hakikisho mimi nawapatia watu wa Bomet ni kwamba hii barabara ya kutoka hapa Silibwet all the way mpaka border ya Narok na irudi iende Longisa mpaka Kipreres ngambo ile, tutajenga na tutaweka lami. Tunaelewana? Vile vile mimi niliwaeleza wakati ule kwamba hapa Bomet tutajenga chuo kikuu. Leo tuko na Bomet University College ambayo iko hapa Bomet. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaeleze hivi, kwa sababu tunataka kutembea safari hii pamoja. Kazi hiyo yote ambayo mlitupatia, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi kama wana Jubilee, mlitupatia kazi ya kusukuma maendeleo ya Kenya. Tunaelewana? Tumejenga barabara hapa Bomet. Tumeunganisha stima hapa Bomet. Tumejenga technical training colleges hapa Bomet. Na mimi nataka niwaambie vijana wote walio hapa, kila kijana tafuta nafasi ya kwenda kusomea ufundi na teknolojia na taaluma zingine, kwa sababu serikali ya Kenya imetoa pesa ya basari. Tumejenga college, tumeajiri walimu, tumeweka equipment. Kazi ambayo imebaki ni hawa vijana wasome, wapate ujuzi na ufundi na teknolojia ili wawe tayari kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Vijana mnanisikia? Vijana muko? Vijana muko? Na ndio tunasema hivi, nataka mnisikize vizuri. Ndio tunasema kama taifa lazima tuwe na priorities ambayo inalingana na mahitaji na matakwa na changamoto za Wakenya. Hatuwezi kuwa na priority ambayo haifai ama hailingani na yale Wakenya wanavyotaka. Tunaelewana? Saa hizi katika taifa letu la Kenya, priority sio kubadilisha katiba. Priority ni kubadilisha uchumi, ndio wananchi wawe na pesa mfukoni. Saa hizi priority sio kutengeneza nafasi ya viongozi. Priority saa hizi ni kutengeneza nafasi ya wananchi na vijana. Priority ya Kenya saa hizi sio kutengeneza positions na vyeo. Nafasi ya saa hii ni kutengeneza nafasi ya kazi kwa hawa vijana wa Bomet na vijana wa Kenya. Na mimi nataka niwaambie, hatuna haja na ukabila. Watu wasituletee mambo ya ukabila. Mahasla hawa wote wa Kenya hawana biashara na ukabila. Hawa wanataka biashara ili waweke pesa kwenye mfuko yao. Wanataka watoto wao wasome, wengine waende technical training college ndio waweze kupata kazi, waweze kubadilisha maisha yao. Hawa watu wanataka kuondoa umaskini. That is what we want to do. Watu wa Bomet tunaelewana? Kwa hivyo tunasema hivi,
na tunataka wenzetu watusikize. We are telling our friends we have no business with the politics of ethnicity and tribalism. The people of Kenya are united, all of us, as the Hustler movement, because we want to change the fortunes. We want to change the economic status. We want to ensure that every child has an opportunity in Kenya, irrespective of what community, what religion, what area they come from. This is our nation. Tunaelewana watu wa Bomet? Na mimi nataka niwaambie hivi. Tulikuja hapa na tukaongea na Wakenya na ndugu yangu kiongozi wa Kenya Uhuru Kenyatta, na tukasema kwa Jubilee tunataka kuunganisha Wakenya wote, na tukasema lengo letu ni kubadilisha maisha ya Wakenya, kuhakikisha kwamba tunajenga reli, tunajenga barabara, tunaongeza stima, tunasambaza maji na tunajenga technical training college, ili nafasi ya wananchi na vijana wa Kenya ipatikane ya kubadilisha hali yao ya uchumi na hali yao ya ukosefu wa kazi. Lakini kuna watu ambao hawakufurahi ya kwamba Jubilee inaunganisha Wakenya, na ndio wakapanga njama ya kusambaratisha chama ya Jubilee ili umoja ya Wakenya isambaratike. Tunataka tuwaambie, hata wakisambaratisha chama ya Jubilee, tutahakikisha ya kwamba umoja wa Wakenya haitasambaratika, kwa sababu iko katika mioyo ya Wakenya kwamba Kenya inapaswa kuwa moja. Hatuwezi kukubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila. Watu wa Bomet, tunakubaliana? Ndio munaona leo katika headquarters ya Jubilee mkutano yote inaitwa pale, sio ya kujenga chama, ni ya kubomoa chama. Mkutano inafanyika katika Jubilee ni ya kufukuza wanachama, kuwafukuza wabunge, kuwafukuza MCA, kutafuta disciplinary action na kudunisha umoja wa chama na umoja wa Jubilee. Hadi imefika leo chama ya Jubilee imesambaratika kiasi haiwezi kusimamisha candidate mahali popote Kenya. Ni aibu si aibu jameni? Ni aibu si aibu? Na ndio mimi nataka niwaambie, hata wakisambaratisha chama ya Jubilee na kudunisha, sisi hatutarudi nyuma kwa ukabila. Tutasonga mbele kuunganisha Wakenya, na tuko na mbinu na tuko na uwezo na tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba Kenya ambayo tuliunganisha nyuma ya Jubilee isisambaratishwe na watu ambao wanataka siasa ya ukabila ndio waweze kurudisha Kenya yetu nyuma. Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaambie vile vile ya kwamba they cannot remove from us the determination to unite this country, even if they break our political party and make it an unpopular outfit that whose main agenda is just to eliminate members, to remove members, to discipline members, and to kick out members. We will not allow them, and we will not buy their divisive agenda. We will remain united. Watu wa Bomet, mnasema tutakubali kurudishwa kwa siasa ya ukabila? Tutaenda mbele kwa siasa ya kuunganisha Kenya? Hebu nione wale wanasema tutaenda mbele kuunganisha Kenya. Hawa watu ambao walikuja na wakasambaratisha chama yetu pia
walikuja wakasambaratisha agenda na priorities ya Jubilee. Walikuta sisi tukijenga reli, tukijenga barabara, tukiunganisha stima, tukiunganisha maji, tukijenga technical training college katika awamu yetu ya kwanza. Awamu ya pili ilikuwa ni mambo ya kupanua mambo ya investment katika manufacturing, mambo ya universal health coverage, ya ujenzi wa nyumba ili tuweze kupata nafasi ya kazi ya vijana zaidi ya milioni 3. Wale walitutembelea walikuja wakatuambia ati mambo ya Big 4 sio priority. Ati priority ni kwenda kubadilisha katiba ili viongozi wapate vyeo. Mimi nataka niwaambie hawa marafiki zetu, Wakenya wanajua priority ni nini. Saa hizi wanajua, Wakenya wanajua priority sio siasa ya kubadilisha katiba. Priority saa hizi ni kurekebisha uchumi wa Kenya. Wakenya wanajua priority sio kutengeneza vyeo, sio kutengeneza nafasi ya viongozi. Priority saa hizi ni kutengeneza nafasi ya vijana wa taifa letu la Kenya. Wakenya wanajua ya kwamba priority sio mambo ya kuunganisha makabila. Priority saa hizi ni kushughulikia biashara ya kila Mkenya. Awe ni mama mboga, awe ni ule wa kiosk, awe ni wa kinyosi ama makanga, awe ni wa bodaboda. That is the priority we have, to make sure that every hustle counts. Watu wa Bomet, mimi nataka niwaulize, na tuko hapa, na mimi nataka niwaambie, hawa watu wanatuuzia uoga. Wanatuambia msipofanya hii tutawapeleka kotini, msipofanya hii tutawafanyia hii, tutafunga account zenu. Mimi nataka niwaambie hawa wajamaa, you are not going to sell us fear. We are not going to buy your threats and your blackmail and your intimidation. This country belongs to all of us. This country belongs to all of us. Sijui kama tunaelewana. Na hatuwezi kukubali eti nyinyi mutatushurutisha na kutulazimisha eti ya kwamba tusipofanya yale mnataka, nyinyi eti mutatufanyia hii, ati mutatufunga, ati mutatupeleka kotini, ati mutalete DCI, ati mutalete EACC, ati mutalete KRA. Mimi nataka niwaambie na niwapatie ilani ya mapema. Hatuwezi kurudi nyuma. Kenya ni yetu sisi yote. Na tunasema kazi ni kazi. Tunakubaliana watu wa Bomet? Tunakubaliana? Therefore, I want to tell our friends, the one who paid us a visit, and when they paid us a visit, they came and destroyed our national party so that we can have tribal parties like them. They came and changed our priorities so that instead of working for the people of Kenya, they told us creating positions is much more urgent. They told us tribes are more important than the business community. We are telling them we will not change course. We will not retreat. We will not surrender, but we will march forward until this country is united and until every hustle is recognized and supported. Watu wa Bomet, tutatembea pamoja safari hiyo. Tuko pamoja. Tunaelewana. Sasa mnajua hawa watu wameishiwa. Mpaka leo wanatuambia ya kwamba badala ya nyinyi wananchi kuchagua viongozi,
ati kwa sababu ya mpango na maono walionayo wanatuambia tuchague viongozi kupitia kwa lottery ama karata ya kamari. Sijui kabila hii siku gani, sijui kabila hiyo siku ingine, sijui kabila ile siku ingine. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnataka tuchague viongozi kulingana na ile mpango ya maendeleo wako nayo, ama mnataka tuchague viongozi kupitia kwa kamari ya ukabila? Mnataka hao watu watuchezee kamari ya ukabila? Sisi tunataka kuambia wale wanatuambia mambo ya rotational presidency, ama rotational leadership, ama rotational governor, ama rotational MPs, ama rotational MCAs. Tunataka tuwaambie we are not interested in leadership that is arrived at through lottery on ethnicity or clan or other petty issues. We want leaders to be elected on account of their vision, of their plan, of their manifesto. Ama namna gani? Munanielewa? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nimesikia ule mtu ya kitendawili juzi anasema ati tuache priority ya Big Four, ati twende priority ya kubadilisha katiba ili kuwe na cheo fulani na ili kuwe na maneno fulani. Mimi nataka niwaambie bwana kitendawili, kwa sababu wewe uelewi shida ya mwananchi, sisi tunakusamehe kwa sababu uelewi nini hiyo unasema. Priority sio hiyo unasema ya kubadilisha katiba. Priority ni uchumi wa Kenya. Priority sio hiyo unatuambia ya mambo ya vyeo. Priority ni kazi kwa vijana hawa na Wakenya wengine wote. Tumekubaliana jameni? Kage kwa chino Bomet. Kimi kibagenge? Ogaso. Kiko banga na gemet ni ntungul. Aya okwek. Ojo batini. Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Bas, ngojea. Hapa tuko na viongozi. Na leo mi naenda kule Ndanai. Naenda kufanya harambe ya watu wa boda boda. Lakini kabla sijafanya hivyo, niko na viongozi hapa nataka waseme Chamgei. Niko hapa na mheshimiwa seneta wetu wa Bomet, Mheshimiwa Langat. Kuja hapa bwana Langat. Kuja. Tuko pamoja siku ya Hasela leo. Nataka kupatia Hasela nafasi waongee. Asanteni. Haya. Tuko hapa na Mheshimiwa Kipchumba Murkomen kutoka Elgeyo Marakwet. Aseme jambo. Watu wa Bomet, amjambo. Amjambo tena. Arambe UDA. Arambe UDA. UDA kazi ni kazi. UDA. Basi asanteni sana. Mimi nataka kusema Okay. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tumekuja hapa kama viongozi kukuja kusema kwamba tunasimama na mwananchi wa kawaida. Sisi tumeamua kama viongozi kwa taifa la Kenya mzima ya kwamba siasa ya Kenya sasa hatutakubali siasa ya ukabila. Na wale waelewi mambo ya hasla ni nini,
tunataka kuambia ya kwamba hasla haimaanishi it is us versus them. Tukisema tunataka kusaidia mahasla, ni kusema tunataka kusaidia ule mwananchi mwenye anatoka chini, kwa sababu kazi ya mwananchi wa kawaida na mwananchi ambaye ako na mali yake lazima wote wakae meza moja na kupanga uongozi wa taifa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wangapi wanasema tushikane sisi pamoja, tushikane pamoja? Kwa hivyo, naibu wa rais, sisi na viongozi wenye wako hapa wote tumeamua, na nataka nyinyi msikie hii. Viongozi wote wa Rift Valley, mtu yoyote mwenye anaomba kiti awachane na chama chake ulikuwa nayo. Sisi wote lazima tuingie kwa hasla. Tumekubaliana namna hiyo? Tumesema viongozi wote waingie hasla. Hata rafiki yangu nimeona hapa Isaac, lazima tumwambie atoe kambut, avae mambo ya wheelbarrow kabla hatujaongea, si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo ndio jinsi moja. Na wangapi wanasema wheelbarrow, wheelbarrow, wheelbarrow? Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, wacha nimkaribishe. Ngoja Ogaso wewe. Aya, mimi nataka nimuite jamaa anaitwa Faisal kutoka Msambweni. Yule jamaa alishinda kura ya wheelbarrow kule Msambweni. Anaitwa bwana Faisal, mbunge wa Msambweni. Hustlers hoye! Mumepokea salamu kutoka Msambweni? Sasa mimi ndio firstborn wa Hustler Nation Movement, na sisi kule Msambweni na Kwale kwa jumla tumesema safari hii tutaungana na Wakenya, tusukume wheelbarrow mbele. Tuko pamoja kusukuma wheelbarrow? Watu wa Bomet, muko pamoja kushika wheelbarrow? Asanteni sana. Asante sana. Nani? Aya, kuna mtu anaitwa Kilel, ni nani? Wewe kuja. Na wache fujo. Ogaso bak. Kakibuane kekas ngalek chebo toek. Okonech nafas bak. Kakeboiboikitu betut nebo ra amu kakenyoru toek chekoibwech maendeleo. Kongoi mwishike Mheshimiwa Excellency Deputy President amu kaibwech maendeleo kobwa Bomani. Kit nemi ko kikesiririe Mheshimiwa, kitochi sasa kengalal besho. Aya, si mambo yake imeisha sasa, imeisha. Very good. Wacha sasa nimuite seneta wetu wa Kericho. Sasa si kila mtu ameongea, nyamazeni. Sasa nimuite seneta wetu wa Kericho, Mheshimiwa Aaron Cheruyot. Bas, Bomet oye! Bomet oye! UDA! Kazi ni wheelbarrow, shika hivi. Wheelbarrow, shika hivi. Tusalimiane mpaka huko, shika hivi. Wheelbarrow. Piga Bomet,
kimoche kemwa tugul kongoi en tokset nekokochi His Excellency Deputy President. Ya pili, tunataka kuambia wale walifunga ofisi ya Jubilee, kunja sasa na upeleke nyumbani kwenu. Sisi tuko ndani ya Wilbaro. Ya pili, tunataka kuambia tafadhali atakuja. Ya pili, tunataka kuambia wale wanaleta vitisho Kenya hii, sisi sio waoga. Kama wanataka, tafadhali tuheshimiane kwa sheria. Tunasema Kenya hii, naibu wa rais William Ruto apewe heshima yake. Kama hakuna heshima kwa naibu wa rais, hakuna heshima kwa mtu mwingine yoyote. Watu wa Bomet tunakubaliana? Wangapi wanakubaliana? Tupatiane salamu ya Wilbaro. Asanteni na Mungu awabariki. Haya, wapi Ronald? Wapi Ronald? Haya. Wachamke tugul. Bwana Yesu asifiwe. Kongoi. Habari ya Azolas. Your Excellency, unakaribishwa hapa Silipwet na kongoi mpichu. Akinale komi tuyane kobo Chebole kokokibangana komie. Auongo tuonekitu. Kokechobwo komie. Kokikoi kilel. Kakong'alal kilel. So mami ng'ala. So konanito kimwoe kityo kele kongoi en maendeleo chekichobwech. Kokionoti kityo barabarani en ditenwek yoiwech repair ak keket kora keyoiwech repair from Bomet akoi Litein. Konoto nekemwoe ak lamisiek kemwoe kongoi kwa ile ulitupangia hata mpaka university. Konoto inimination kikosenenge tuone ngwanet ichochu kokile sinyobitok ak kokwet nebo tun onyobitok komie. Haya, bas, sawa. Bas, tuko na mwenzetu anaitwa Nderitu